Dada Eliza, karibu. Imekuwaje? Kazini ulipangiwa wapi? Dodoma. Imekuwaje sasa umerudi? Umekaa muda gani? Nimekaa miezi 11. Miezi 11? Kazini umekaa miezi 11? Sasa kwa nini haijafika 12? Si umebakisha mwezi mmoja tu? Bosi kasema mkataba amevunja. Kwa nini? Anasema asikie vizuri watoto wake. Miezi 11? Imekuwaje? Kuna mahali ulianza kuzoea kazi? Mimi nilimuuliza nieleweshe sema ambapo siwakei watoto, maana mimi naona nipo sawa. Akasema wewe ni level gani ya dada? Traditional. Traditional. Traditional unajua changamoto. Unajua kwa nini ni traditional? Mmewekwa kwenye daraja la traditional, mnalipwa laki na unalipwa shilingi ngapi? Laki na nusu. Na unajua kuna mishahara mikubwa zaidi hapo, si ndio? Kwa hiyo kwanza nataka kujua, unajua kwa nini wewe level yako ni traditional? Au tunaposema wadada traditional wao wana changamoto gani? Bado hajazoea kazi. Hajazoea kazi. Kingine uwezo wao ni mdogo. Kwa hiyo yeye anaposema ongea watu vizuri, inawezekana kwa sababu level yako ni ya kuelekezwa, kusimamiwa na nini. Lakini sasa umejitahidi, umekaa miezi 11. Ulimuuliza ni kitu gani ambacho ulikuwa ufanye vizuri? Nimemuuliza akasema nitakuja kupata maelezo yote tuone. Ulishindwa kuwa na bosi wako vizuri, yaani kuongea naye vizuri, akuelekeze ili akufundishe pia. Mimi au ulianza ujeuri? Maana shida yenu kubwa ni ukishaanza kiburi na ujeuri wa kutokutaka kurekebishwa, au ukirekebishwa unanuna, au toka mwanzo ulivyoenda. Hivyo ndio vitu ambavyo vinasababishaga mtu anachoka, anaona tu ujiendee. Sijui. Haya. Maana nilimuuliza akasema kaambiwa na mume wake kwamba kuwa siwakee watoto wake vizuri, kwa mama kuvunja mkataba. Basi nikamuuliza sasa siwakee vipi? Mwenyewe tunavyoongea hapo kama vile yani hii kazi na wewe ulikuwa ushaichoka. Yaani namuona kabisa bosi wako mwenyewe alichoka, kwa sababu yani hauongei kwa unyenyekevu, kwa kutaka kwa mtu ambaye anataka kuendelea kuhudumia watu, au ongei hivyo. Yaani unaongea kwa dharau, yaani mwambie si nini hivyo. Sasa sio, watu hawaendi hivyo. Na inawezekana mwanzoni ulikuwa na ile nguvu ya soda ile, ulikuwa unaonyesha unyenyekevu na nini mwanzoni, kwa sababu miezi 11 ni muda mrefu sana. Lakini hapo mwishoni najua dada huwa wanabadilika. Kwa hiyo akaamua tu ujiondokee, hata huo mwezi mmoja usimalize. Na wewe unaona sawa? Ongea chap, usiona unasikia mtoto wangu analia huko. Ni sawa kwa sababu nilikuwa nishapangia mkataba wangu unaisha tarehe 21 na nilikuwa nishajiandaa kisaikolojia tarehe 21. Sasa mkataba si unawafanyia watu kazi, Eliza? Unafanyia watu kazi. Lazima ukae nao vizuri. Yaani mkataba ni ile unavyoweza kukea mtoto wake. Umeona? Hizo ndio hela anazokulipa. Vile unavyokea mtoto, na tena kwenye mtoto ndio kabisa. Kwa hiyo mtu akishaona mtoto wake ukae naye vizuri, yani ni changamoto. Umeona? Kwa hiyo sasa yani hapo sisi huwa ndio maana tunawafundisha. Umeona hii? Nimewaambia, nimewatengenezea mwongozo uwasaidie. Kama unataka kulipwa zaidi, unataka Eliza uje ulipwe 300,000 kama smart dada, ulipwe 500,000 au ulipwe milioni. Sawa? Wekeza kwenye ujuzi, soma, pata taarifa, zifanyie kazi zile taarifa. Utakuwa sawa. Huo ndio ushauri wangu kwa wadada wote ambao wanataka kulipwa zaidi. Unataka hela, usifocus kwenye kutaka hela. Ukikimbizana na hela utazipata. Ndio. Kimbizana na ujuzi. Jiulize, kwa nini bosi wangu ameniondoa kazini? Kuna kitu gani ambacho nimeshindwa kufanya vizuri? Lakini zaidi sana pata maarifa kwa ujumla. Nikisema maarifa kwa ujumla ndio kama huu mwongozo ambao ni wa kwenu. Nimewatengenezea wadada wote mnaokwenda kwenye kazi za ndani. Ndio mambo gani mabosi wanapenda, ili ufocus kwenye kuyafanya vizuri. Baada ya hapo wewe utatoka kuwa traditional dada, utakuwa smart dada, utatoka smart dada utakuwa professional dada.
lakini hata ukienda kwenye biashara zako utazifanya vizuri, utazisimamia vizuri, siku zote utakuwa ni mtu unaenda mbele. Kwa sababu gani? Una maarifa, una taarifa. Sawa. Haya, kwa hiyo sasa baada ya kurudishwa, mipango na mikakati. Mimi sitaki tena mkataba kwa sasa. Sihitaji tena. Naomba mwanangu nimnyonyeshe. Sihitaji tena mkataba kwa sasa. Uhitaji mkataba mwingine. Sawa, mimi nauliza tu. Kwani nimekwambia unataka mkataba? Nikuuliza naomba ninyonyeshe. Ndio hivyo, mama yako yuko kazini. Haya, mlete. Kwani dadi hana nyonyo Dadi hana nyonyo? Njoo mwanangu. Njoo. Haya. Nani ya kumfunika jamani, mmembeba hivi. Haya. Ndio hivyo. Kazi na dawa. Motherhood. Sasa jamani, mmeona Eliza, kwa hiyo kashindwa kulea mtoto. Mtoto alikuwa na umri gani? Alikuwa na miaka 2. Miaka 2. Sasa huyu wa mwezi mmoja utamweza kweli? Umeona huyu hapa analelewa na baba na mama. Baba yake na mama yake tu. Hata dada nani professional bado hatumwamini. Tunalea mtoto wetu wenyewe kwanza. Umeona? Yaani maana yake ni kwamba wazazi ambao wana watoto, of course sisi tunafanyia kazi nyumbani, biashara yetu, tuna biashara yenyewe tunaisimamia, ni rahisi kufanya malezi na kazi. Lakini kuna wazazi ambao wanafanya shughuli zao, wengine wameajiriwa, kwa hiyo wanahitaji lazima wadada, si ndio? Sasa lazima dada uweze kuwa na upendo na watoto, yaani umuonyeshe unampenda mtoto wake, unamlea vizuri. Bila hivyo lazima mtu atakutoa tu. Na mtu ukikaa naye miezi yote hiyo uliokaa, miezi 11, alafu anaamua tu kukuondoa kwa sababu ulei watoto wake vizuri, na maana kuna kitu amekiona. Umeona? Na wewe mwenyewe saa hizi unasema sitaki tena kazi sitaki mkataba mwingine. Kwa hiyo unaenda kufanya nini? Ushapata mume? Maana kama huna kazi unaenda wapi tena? Naenda kujiendeleza na ujuzi wangu. Ujuzi upi? Wa cherehani na kusuka. Cherehani na kusuka. Kazi za ndani unaona zinazingua? Hapana, hazingui. Wewe mara ya mwisho umeshona lini nguo? Mwezi wa 8 mwaka jana. Mwaka jana mwezi wa 8. Mwaka mzima. Huu ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Kwa hiyo una mwaka toka umeshona nguo. Alafu ndio ujuzi unaenda kujiendeleza nao. Umefikiria sawa sawa? Ujuzi haufi. Ujuzi haufi. Haufi, lakini sawa kama hauna wateja. Wewe mwenyewe mbona ushoni nguo? Hizi nguo unazovaa umetoa wapi? Hizi nimenunua. Umenunua Kwa hiyo nenda kafikirie vizuri. Unaweza ukasema unaenda kujiendeleza kwenye ujuzi ambao utaenda kukupotezea muda, si ndio? Wakati kuna kazi hapa zinazoweza kukupa hela. Ukapata hela chap na ukaweza kufanya biashara zingine. Sawa, hiyo shughuli ya ushonaji, sawa hata kama unapenda kushona. Lakini fikiria, piga hesabu zako vizuri. Kushona huko kutakuingizia au utakuwa unalinda frame? Usubiri mtu anayekuja kushona mara moja kwa mwaka. Wewe mwenyewe hujashona nguo mwaka mzima. Sasa hiyo si ndio uhalisia? Mimi mwenyewe sijui kwa fundi limeenda nini mara ya mwisho. Kwa sababu ilikuwa sasa unaenda kumshonea nani? Ikiwa wewe mwenyewe ushoni nguo zako za kuvaa, unaenda kumshonea nani? Maana yangu ni kwamba tunapokwenda tunavyotafuta biashara za kufanya, tuangalie vitu ambavyo vinahitajika na watu. Kama sasa hivi watu wanahitaji wafanyakazi wa ndani sana na wako tayari kulipa hela nyingi. Kituo chetu ni mfano. Kuna watu wako tayari kulipa hata mpaka milioni. Anamlipa dada milioni nzima kwa ajili ya kazi. Kwa nini usijiendeleze kwenye kitu ambacho kinaweza kukupa hela nzuri na unaweza kukifanya? Tatizo ndio hivyo, mnakata tamaa pale ambapo mnaelekezwa majukumu ya kazi, unaona ni mateso. Ndio hiyo unakimbia. Kwa hiyo unaona ukienda kujisimamia kushona, labda hutakuwa na mtu anayekusimamia, utakuwa na uhuru, lakini ni uhuru ambao unaweza usikupe tija. Si umenielewa Eliza? Nakuelewa.
Kwa sawa, sisi tunakutakia kila la heri. Lengo letu la huu mradi ni kuwashauri na muweze kutoka kwenye hatua hizo hatua za chini. Umeelewa? Ndio maana nakwambia sikulazimishi uendelee na mkataba au uendelee na hizi kazi, lakini najaribu kukupa changamoto ufikirie mara mbili. Sawa, uwaze mara mbili kabla hujaamua kurudi mtaani, sijui kurudi kushona. Sawa? Fikiria vizuri. Kama umetoka kazini kwa kutokuwa na, yani kwa kutokuonyesha uwezo wa kazi, wewe ni binadamu, unaweza kujifunza. Sasa cherehani si ujifunze? Au ulizaliwa unajua? Hapana. Ujifunza, si ndio? Sasa sawa, anasema uwezi kulea mtoto, jifunze. Jiboreshe. Kazi za ndani sasa hivi zina fursa kubwa sana. Sisemi kwa sababu sisi tunaita sisi, mimi mwenyewe nimefanya kazi za ndani, nimetokea huko. Kwa hiyo yani naheshimu sana. Na najua mtu yoyote ambaye yuko serious anaweza akatoka kupitia hizo kazi. Ni kuacha tu kiburi, ujeuri na mazoea na kutaka kwenda kuishi kwenye miji ya watu kwa taratibu zetu. Lazima uweke sheria zako pembeni, mazoea uliozoea kwenu huko ulikolelewa pembeni. Uanze kujifunza taratibu za kuishi kwenye nyumba za watu kama nilivyomwambia yule dada. Ukifanya hivyo mbona unatoboa, unaenda, unaishi vizuri, unapata hela nzuri na unasogea. Kwa hiyo nyumbani ni wapi? Baada ya kutoka kazini kushindwa kutoa huduma nzuri huko, haya unaenda wapi sasa? Hizo cherehani unaenda kufanyia wapi? Mlandizi. Kibaha. Kibaha kule si unaenda kuolewa tu. Kibaha watu wasichana una mtoto? Hapana. Kwani ni wa huko? Hapana. Kwa hiyo Kibaha kwa nani? Kibaha kwa dada yangu. Unarudi kwa dada? Una fahari kusema unarudi kwa dada. Msichana mzima. Una miaka mingapi? 20. Wewe unarudi kwenu kwenda kutegemea dada? Hapana. Hapana nini? Hiyo cherehani haina uhakika bwana. Biashara cherehani huwezi kusema utaanza sasa hivi uwe na uhakika wa kupata hela. Sio ulikuwa unalipa 1,500 unakula unalala kwa bosi wako. Hiyo biashara yako ya cherehani Kibaha kweli inaweza kukuingizia hiyo hela? Haiwezi kuniingizia. Ila kwa sababu dada yupo. Ndio hizo akili za utegemezi ambazo zinawafanya mrudi nyuma badala ya kwenda mbele. Mimi nakwambia ukweli. Sasa hivi wewe sio kusema narudi kwa dada. Utakiwa ukitoka kwenye hizi kazi unakwenda mbele. Yaani unaenda hatua za mbele kiasi kwamba hata dada yako unaweza kumsupport. Sio wewe tena kurudi kwa dada. Na kwenda kuamua kufanya biashara ambayo unajua iende isiende dada yupo. Huo ni umaskini. Hizo ni fikra za kimaskini. Kwa hiyo fikiria vizuri. Sawa? Nenda katafakari vizuri. Ukiona unahitaji kurudi kuendelea na kazi, kujifunza. Sisi hapa hiki ni chuo cha kuwafundisha maisha. Sio tu kupata kazi. Mambo mengi nayoongea na wewe sio hata ya kazi hizi. Ni ya wewe mwenyewe binafsi kimaisha yako. Ndio? Haya, karibu tena. Asante.